Yes, ni guest house yenye jumla ya vyumba 10 vya kulala. Super kweli kweli na ni nzuri vile ambavyo inaonekana yenyewe ukitana na fence, kwa sababu jengo sio lazima libebwe na fence. Sio lazima libebwe na fence. Jengo litakuwa lenyewe tu lenyewe ni amazing. Baada ya hapo ukiweka fence unyama unazidi kuwa mkubwa. Ukiangalia hapa tofali zinazotumika hapo hasa za blocks zinaenda tofali 7,000, lakini pia kama zitakuwa za kuchoma ni tofali 24,000. Bati ni 200 za futi 10 na mbao za kenchi ni 450. Humu ndani ni vyumba 10 vya kulala vyote ni self, lakini pia kuko na dining hall kwa maana sehemu ya kulia chakula kubwa tu ya kutosha, lakini pia kuna chumba cha mapokezi katika dining hall. Pia kuna jiko pamoja na store yake inajitegemea, ila katika guest house kuna chumba cha kufulia nguo pamoja na kuhifadhi vifaa vya mashuka kama mashuka na nguo kama hizo ambazo zitakazokuwa zinatumika katika kuendesha shughuli zote za jengo hili hapa. Upana wa jengo ni mita 17.8 na urefu ni mita 17.5. Kwa hiyo ni kama limekaa square hivi. Mpangilio wake ni superb kabisa, kama mnaweza kuona. Hauwezi ukakuta watu wamejezana kwenye corridor, kwa sababu corridor zote zimeweza kuzingatia size, lakini pia idadi ya vyumba ambavyo vinapatikana kwenye hiyo corridor. Sawa, kama kiwanja chako kitakuwa kina upana mita 25 na urefu wa mita 25 utaenjoy sana, na kama kitakuwa kina upana wa mita 21 bado unaweza kuweka hili jengo. Kwa hiyo kama kiwanja chako kina upana wa mita 21 na urefu mita 25, basi usikae kinyonge sana. Hii inakufaa na unaweza kuiweka hapo, bado mambo mengine yakawa fresh sana. Kumbuka unapoweka guest house ya namna hii hapa, tegemea unatakiwa kujiandaa kuwa na eneo la ziada la mbele kwa ajili ya parking, kwa sababu watu wanaokuja hapa lazima kidogo wawe watu ambao wanajitambua. Sasa unatakiwa kuwa na parking kuhakikisha kwamba jengo lako linaweza kuhudumia watu vile ambavyo ulikuwa umekusudia. Na ukiangalia ramani hii hapa unaweza kugundua ramani zipo nyingi sana katika kurasa zetu, kwa sababu ramani kama hizi zote huwa zinaandaliwa kulingana na mahitaji yako wewe kama mteja. Kwa hiyo unaweza ukatupatia mahitaji yako hapo na sisi tukaandaa ramani vile vile wewe unavyohitaji, na kama tutafanya hivyo ina maana tutakuwa tumehakikisha kwamba ndoto yako inatimia ipasavyo. Kumbuka kutufollow mitandao ya kijamii ndio fursa na dhamira pekee ambayo unatakiwa kuifanya, kwa sababu kama ukifanya hivyo utapata fursa na wasaa kutazama ramani nyingi zaidi katika mitandao yetu ya kijamii, na hivyo kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na ramani. Na ukijifunza vitu vingi kwenye ramani itakujengea uwezo wa wewe kujua ni aina gani ya ramani au ni aina gani ya jengo ambalo litakufaa au utatakiwa kulijenga pale ambapo utakapokuwa unataka kutimiza ndoto yako ya kufanya ujenzi. Sasa hili linaacha kuwa assignment kwako na iacha kuwa zoezi kwako uweze kufikiria, lakini pia hakikisha tu umetufollow mitandao ya kijamii. Tunatumia jina la Makazi Mpanda, iwe ni Facebook, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, kote huko jina ni hilo hilo Makazi Mpanda. Kwa hiyo ukitusearch kama Makazi Mpanda utatupata kiurahisi sana na utapata muda wa kutazama ramani zaidi. Kumbuka na unatakiwa kujua ya kwamba kusubscribe katika YouTube channel yetu ndio jambo la msingi zaidi kuliko vyote ambavyo urahisi unaweza kuvifanya kwenye channel zetu hizo. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.